Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nanyi nyote. Na iwe pamoja nami. Ndugu zangu wapendwa, mkae. Leo ni siku ya Jumatano, siku ya Mtakatifu Yosefu, baba mpishi, baba ambaye alitoka Mungu na kazaa matunda ya kiroho na kumlea mtoto Yesu ambaye alipeleka hapa katika sheria kuwa ni protofala, baba wa sheria kwa mtoto Yesu alipobaki katika Maria na akaacha mpango wake ule ulikuwa wa Israeli. Lakini pia leo tunaelezwa katika masomo yetu kwamba ukiwa karibu na Mungu tutapata baraka zake. Kadri tunapokuwa karibu na Mungu, sheria ya kumsihi, ndipo tunapozidi kuona vizuri zaidi, ndipo tunapozidi kupata baraka zake zaidi. Kuna msemo unaosema ukikaa karibu na mawaridi utafikia harufu ya mawaridi, kwa vile tunapokuwa karibu na waridi ambalo linatoa harufu nzuri. Ndugu zangu, hakuna kuwa nzuri kama waridi na duniani kote. Japo karibu pamoja na waridi nzuri ndio tunaweza kuwa desturi, lakini ukiona tunaweza kuangalia ila ni kuwa ambalo linatoka pembeni na ambalo lina nzuri na linatoa harufu safi. Ili tuweze kufaidi harufu nzuri ya mawaridi, nzuri kwa karibu na Yesu, kwa njia ya sakramenti, kwa njia ya neno lake, kwa njia ya matendo mema kwa jina la Yesu Kristo na kwa Mungu katika sala na neno la imani. Bila kupenda sana hatuwezi. Lakini ikiwa tutakazia kuomba atakuwa karibu nasi. Ndio maana tunasema mimi mzabibu na ninakao. Yeye akaenda Mungu. Uzaa matunda mengi. Anayetaka Mungu atafanya. Leo tunaweza samaleni unabema samaleni Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Bwana akiyaona yatabarikiwa mema. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. kumbe tunaweza kufahamu neema katika sayansi ya teknolojia kwenye mawasiliano ya kompyuta. Unapotaka kutafuta internet kuna chombo kinachoitwa router. Hicho chombo kinachoitwa router ukiwa karibu nacho na router ndipo unaweza kupata mawasiliano kwa karibu zaidi. Lakini kama unaenda kupata router unakuta kupata mawasiliano na anaweza katika sababu mbali na wifi na wifi mfumo wao na mawasiliano. Kama unapokuwa karibu na Yesu ndipo unapozidi mawasiliano zaidi. Mtakatifu wa Yesu anasema kadri tunapokuwa karibu na Mungu ndipo tunapokuwa watakatifu. Lakini si kuwa karibu bali kuwa karibu katika kupenda. Unakuwa ile wakati tunasema ndio tuswabacha tulikuwa tunaweka chaji kwenye socket ili simu yangu chaji kuanzia mpaka jioni.
Maandika basi yako uonyeshe kile kitu cha washa umeme ili uende kwenye waya wa chini. Haitoshi kukaa karibu, bali tumeungana kazi kwa njia ya sala. Basi ndugu zangu, tunaishi Yesu kwa kazi. Kumwombea aliyefariki kabisa na wahanga wengine wa ajali ya MV Bukoba miaka 29 iliyopita. Mwenyezi Mungu awabariki na wapokee katika makao yake ya milele. Nimeomba na Fabian Baik. Mungu aweze kusikia roho zao na kupenda mbinguni aweze kusikia Bwana. Tunaombea mzee Longinus Ziamongoni Nyoni ambaye ametimiza miaka 12 tangu alipokufa. Tunakumbuka sana kwa matendo mema aliyotenda alipokuwa hai. Mwenyezi Mungu amjalie pumziko la milele. Pia tunaombea marehemu mke wake Juliet Gabriel Munisi. Mwenyezi Mungu amsamehe dhambi zake na amjalie pumziko la milele. Nimeomba familia ya mzee Zangoni kumwombea marehemu Germana Mba na marehemu Petrus Roha. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awaandalie makao kwa mbinguni. Nimeomba na kuomba Mungu kumwombea marehemu kabisa na watu tushaombea. Tunataka kuombea marehemu alipotulia kwa kumwombea sana kulipiga na marehemu na marehemu Mungu. Kwa marehemu tunaombea ndani wa Bwana. Wapumzike kwa amani. Piga magoti kwa Yesu. Tumwombe Mungu sana kwa kabla ya kuisha mafunzo. Na Mungu ameamuru Yesu. Amen. Nimekosa sana. Ndio maana naomba malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atusamehe dhambi zetu na atufikishe uzima wa milele. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Tuombe. Ewe Mungu, wewe ndiwe mwenye kupenda utakatifu na kuwarudishia waliokupenda. Uielekeze kwako mioyo ya watumishi wako, ili hao wakomboa kutoka giza na kutoka nuru, wasiachane kamwe na mwanga wa upendo wako. Kwa njia ya Bwana Yesu Kristo mwanao, anaishi kutawala naye kutoka Roho Mtakatifu, Mungu milele. Amen. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile walishuka watu waliotoka Uyahudi, wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hao na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu
kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Basi wakisafirishwa na kanisa wakapita kati ya nchi ya Foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuokoka kwao mataifa. Wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu, wakakaribishwa na kanisa la mitume na wazee. Nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyofanya pamoja nao. Lakini baadhi ya madhehebu ya Mafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaingiza kuishiriki torati ya Musa. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kufikiria neno la Bwana. Wimbo wa katikati ni tukio. Na nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Miguu yetu imesimama ndani ya malango yako, Yerusalemu. Nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Yerusalemu uliyejengwa kama mji ulioshikamana, huko ndiko walikopanda kabila za Bwana. Nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Ushuhuda wa Israeli, walishukuru jina la Bwana, maana huko viliwekwa viti vya hukumu, viti vya enzi vya mbali ya Daudi. Nilifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Haleluya, haleluya, Bwana awe nanyi. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohana. Sura ya 15 mstari wa 1 hadi wa 8. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa, na kila tawi lizaalo kulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi
msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu hukusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtajibiwa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Hilo ndilo neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Ndugu wapendwa, leo ni sikukuu kubwa ya kumshangilia Yesu mfufuka. Ufufuko wake uligeuza hali ya maisha yetu na kutujalia matumaini ya kupata ushindi juu ya ubaya wote. Kwa moyo mnyenyekevu tumuombe tukisema: Utujalie kushirikishwa nguvu za uzima mpya wa ufufuko wa mwanao kwa kumfuata katika maisha yetu ya kila siku. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie tuonyeshe uzima huu mpya katika bidii yetu ya kuwashirikisha wenzetu furaha, upendo na matumaini yetu. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie kufanya maisha yetu ya wavutie wengine wamwelekee Kristo aliye chemchemi ya uzima mpya. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. tusaidie kukubali uzima furaha ya mwanga wa Kristo na kushiriki tena maisha ya dhambi. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. ututie moyo wa kushuhudia Ukristo wetu kwa matendo yetu. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. uwakaribishe marehemu wetu kwenye furaha za ufufuko huko mbinguni. Ee Bwana, Tunakuomba utusikie. Ee Mungu Mwenyezi, uliyetukuka katika tendo la ajabu la kufufua mwanao katika wafu, upokee maombi yetu kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka na kuingia katika utukufu wake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba tujalie kufurahi daima katika kuadhimisha mafumbo haya ya Pasaka, ili kazi ya ukombozi inayoendelea kutimizwa ndani yetu iwe kwetu sababu ya furaha ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mikono. Tuliinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu, kutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako kwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye ndiye mwana kondoo wa kweli aliyeondoa dhambi za ulimwengu. Yeye ndiye aliyeangamiza maovu yetu kwa kufa kwake, na alitengeneza upya uzima kwa kufufuka kwake. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alikuwa akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akatwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunamtolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako linaendelea kote duniani,
ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi na askofu msaidizi Henry Chamulu na watu wote. Wakumbuke pia ndugu zetu na rafiki uliowaita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili wao walioshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo washiriki pia wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee katika uso wako. Tunakuomba utujalie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Boneriki, Mtakatifu Kizito, Gaspari de Bufalo, Maria Mathias na Santo Yesu, na watakatifu wote waliokuendeleza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kutii agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa Bwana tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote. Tunapotazamia tumaini lenye milele na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaachie, amani yangu nawapa. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana daima. Kwa upendo mkuu katika familia ya Mungu, tutekeleze kwa amani kwa Mungu Yesu. Amen. Tazama mwana wa Mungu, tazama mambo haya katika ulimwengu, ili hao walioandikwa kwenye kalamu ya Mungu.
Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Roho ya Kristo initakase. Mwili wa Kristo uniokoe. Damu ya Kristo inifurahishe. Maji ya upako wake Kristo yanioshe. Mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema, unisikilize. Katika maneno yako unifiche. Usikubali nitengwe nawe. Nani Mungu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite. Yangu kwako nije. Pamoja na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Amefufuka Bwana na ametuangaza sisi, aliotukomboa kwa damu yake. Haleluya. Tuombe. Ee Bwana, tusikilize maombi yetu, ili mabadilishano haya matakatifu ya uongozi wetu yakuletee msaada kwa maisha hapa duniani na kutupatia furaha mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kristo tumaini letu. Mzao wa Bwana katika kusaidia nani kuweza kupata kanisani katika mstari kwa wake na wote kwa kushiriki naye. Kwa sababu pia kwamba hizi kwa pamoja nani katika sita kwa watakao kuungana naye kama ile kusaidia baada ya sita
Bwana awe nawe rohoni mwako. na awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Misa imekwisha. Milele. Tumshukuru Mungu. Thank you.